Mheshimiwa Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, wenye viti wa Chama cha Mapinduzi mikoa, kama kuna wengine viongozi wa Chama cha Mapinduzi walioko hapa, waheshimiwa mawaziri wote mliopo, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi Hussein Katanga, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo nasi hapa, makatibu wakuu wa wizara zetu mliopo hapa, viongozi mbalimbali wa serikali wametambulishwa, wakurugenzi mbalimbali na wakuu wa taasisi wako hapa, viongozi wa dini, alisimama ndugu yetu hapa akiwakilisha viongozi wa dini, ndugu zangu wanahabari mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Heri ya mwaka mpya. Ndugu viongozi, mnakumbuka vyema tarehe 10 Oktoba mwaka jana, serikali yetu ilizindua mpango wa maendeleo kwa ustawi wa taifa na mapambano dhidi ya uviko 19, na uzinduzi ule ulitokana na mkopo usio na riba wenye thamani ya trilioni 1.3 tuliochukua toka shirika la fedha la kimataifa IMF. Fedha hizi ziligawanywa katika maeneo ya maji, afya, elimu, uwezeshaji wa jasiriamali na mpango wa kuziwezesha kaya maskini TASAF, na wenyewe walipata kidogo, lakini pia tulitenga fungu la uratibu, tathmini na ufuatiliaji. Lengo kuu la mpango huu lilikuwa ni kukabiliana na athari za kiuchumi zilizotokana na janga la uviko 19, na kama ilivyokuwa kwa Tanzania, nchi mbalimbali duniani zilipokea mikopo ya aina hii pia. Hata hivyo, wakati nchi nyingine wamepokea ule mkopo na kuelekeza kwenye COVID kwenyewe moja kwa moja, kwenye ununuzi wa hizo wanaita ni maski, sindano, hizo chanjo na mambo mengine ya kutibu COVID, sisi tuliona COVID ni zaidi ya vifaa tiba na vile vifaa vya kujilinda. Tuliona COVID ni kupeana nafasi ndani ya madarasa. Tuliona COVID ni kuwa na vituo vya afya kutoka mwanzo huko, ambapo watu wakiugua huko, hiyo COVID ikiwashika, vituo vya karibu vipo. Tuliona COVID ni vifaa tiba vya vipimo viweko kwenye mahospitali. Tuliona COVID ni maji, kwa sababu tunaambiwa nawa na maji tiririka, lazima tupeleke maji kwa wananchi. Tuliona COVID kwa mapana yake, na hivyo tukaamua kuzigawa zile fedha katika maeneo hayo kama wenzangu hapa walivyosema vizuri. Kwa hiyo niungane na wengine walionitangulia kusema kwamba baada ya fedha zile kugaiwa na siku ile ya uzinduzi, tulisema fedha ile ikatumike kwa matumizi yaliyokusudiwa, na kwamba fedha ile tumepewa kwa muda maalum, lakini kwa upande wa elimu tukapeana pia muda maalum. Miundombinu iwe imekamilika, changamoto zimetokea, tumesogeza tarehe, changamoto ambazo zinakubalika, sio za kizembe kule kunakotekelezwa. Kwa hiyo tarehe ya mwisho ni 15 Januari. Kwa wale ambao wanajenga maghorofa, nimemwona ndugu yangu mkuu wa mkoa wa Mwanza kwenye kioo anasema ikifika 15 Januari na heti yake kubwa yuko site, haya madarasa atakuwa tayari, ghorofa linapanda hivi. Ikasa 15 Januari atakuwa kamaliza kweli, lakini atakuwa amemaliza. Nami ninyanyue sauti yangu niungane na Makamu wa Rais na Waziri Mkuu kuwashukuru sana 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 sana
Kuna changamoto za hapa na pale, lakini tuwashukuru sana kwa kuanzia sekta ya elimu mambo yamekwenda vizuri. Naambiwa mpaka tarehe 31 labda ni 50% ya mikoa ambayo imekabidhi madarasa. Wengine bado wanaendelea na mambo madogo madogo, lakini ni imani yangu kama waziri alivyosema, ikifika 15 Januari madarasa yote yatakuwa yamekabidhiwa. 17 watoto wetu waingie, na yatakabidhiwa bila kuwa na harufu ya rangi, ili wasende kupaliwa tukazalisha matatizo mengine. Lakini ni washukuru ngazi zote, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wote wenye vitu wa CCM na uongozi wa CCM kuanzia mkoa kwenda wilaya, kwa usimamizi mzuri uliofanyika kwenye mradi huu. Lakini nawashukuru zaidi wenye vitu wa CCM kwa kusimama na kutetea mkopo ulioleta maendeleo kwenu. Walipotokea wakuhoji, mlisimama mkajibu, mkijua kwamba kinachofanyika ni utekelezaji wa ilani. Ilani ile wenyewe ni nyinyi, na kama alivyosema kakaangu wa Kasuvi hapa kwamba sasa mna mambo ya kwenda kifua mbele kwa wananchi, kuambia Chama cha Mapinduzi kimefanya 1, 2, 3. Kwa hiyo ni washukuru pia kwa kunyanyuka na kusema, lakini ni washukuru wote wengine waliokuwa wanajibu kwenye mitandao wapi. Gavana wa Benki Kuu na timu yake wakakaa kwenye TV na kufanya ufafanuzi mzuri sana kuhusu mikopo, uwezo wetu wa kukopa, deni tulilonalo na jinsi tutakavyorudisha. Lakini mshukuru Dr. Mpango ametoa darasa dogo hapa, nami nimesoma kitu kwake, distress ya deni ambayo nitalieleza baadaye. Ndugu zangu, kwa ujumla mimi ni washukuru kwa huu uelewa wa pamoja. Tunakwenda na maendeleo haya lakini tukiwa na uelewa wa pamoja. Waheshimiwa mawaziri wamesema hapa kazi zilizofanywa na pesa hizi, ambao wala sitaki kurudia. Kazi imeendelea, madarasa yamejengwa, sekta ya afya mambo yanaendelea, maji mambo yanaendelea. Nachotaka kusema tu kwamba fedha hizi ziendelee kusimamiwa na tumezigawa vyema tu. Kwenye sekta ya elimu kwa mfano, wizara yenyewe kama sekta imepata fedha za kufanyia mambo kadhaa, lakini tumekwenda kwenye elimu ya awali, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, VETA na vyuo vikuu. Tumekava sekta yote ya elimu kwa fedha hii. Huko nyuma tusingekuwa na hii fedha, jasho lingetutoka. Tungesikia kelele za wanafunzi wa vyuo vikuu, kelele tuliosikia mwaka huu, mbona nimetiliwa hizi bado hizi. Tulipomuuliza waziri, kwa nini mmetia hizi bado hizi, kasema fedha zimekuja nusu, bado nusu. Zikija nusu iliyobaki tutamalizia. Hakuna kelele kwa wanafunzi. Kwa tumekava kote. Afya na yenyewe tumepeleka fedha kwenye sekta kama wizara ya afya, lakini tumepeleka kwenye mahospitali kwenyewe mambo kadhaa, maji vile vile na mambo maeneo mengine ambayo nimeyasema. Sasa najua kwamba fedha hizi zinaingia kwenye manunuzi mengi sana, na mikataba imeingiwa, mingine bado haijaingiwa. Niwaombe sana mawaziri, makatibu wakuu, nendeni simamieni fedha hizi, ziende zikafanye manunuzi vile inavyotakiwa. Maneno nje ni mengi sana, zinaliwa, wana mpango hao wa kuzila, wana hivi hao. Nendeni kaonesheni kwamba hatuna nia hiyo. Nia yetu ni kupeleka huduma kwa wananchi. Maji vile vile mna mikataba mingi ambayo bado hamjamaliza, naomba kamalizeni vizuri kabisa. Agizieni vyombo au mitambo ile ambayo tumekusudia ije itufanyie kazi. Value for money muhimu. Msihemkwe mkaagiza madude yakifika hapa yakawa mzigo kwetu.
Nendeni kaagizieni vitu, nunueni vitu ambavyo mna hakika ni vyenyewe vimefikia viwango tunavyovitaka, vitatumika kwa makusudi tuliyoyataka na kwa muda mrefu. Hii fedha hata kama ni mkopo wa muda mrefu, miaka 20, itakuja kulipwa na wananchi, lakini kabla ya wao kuanza kulipa, wawe wameshafaidi na hiyo fedha na wamepata matunda ya hiyo fedha. Kwa hiyo niwaombe sana mwende mkasimamie yale yote ambayo tuliahidi katika mradi ule. Tumekusanyika hapa leo kupokea taarifa ya awali ya nini kimefanyika, hasa kwenye sekta zile ambazo wanafunzi wanasubiri elimu, madarasa yako tayari. Nilikuwa naangalia kwenye TV VETA, nao ukikaa nao wanakwambia, walikuwa wanasema kwamba nasi tumepata hizo fedha, tumeshaingiza hapa na hapa, tunakwenda hivi na hivi. Kwa hiyo twendeni tukasimamieni. Lakini pamoja na mafanikio yote hayo na mengine ambayo utekelezaji unaendelea, ningependa niseme kidogo kwenye uandikishaji wa watoto. Takwimu zilizopo wale wa sekta ya elimu bado hazitii moyo sana. Miundombinu tumejitahidi kujenga, lakini bado takwimu kama mlivyoziona, bado tunahitaji watoto wengi waandikishwe. Kwa hiyo kama ni elimu kwa wazazi, nendeni katoeni elimu kwa wazazi, kwa sababu mpaka leo Januari imeshaingia, uandikishaji haujafika nusu ya lengo lililowekwa. Kuna kitu katikati. Angalieni kitu gani, ondoeni hiyo changamoto. Hamuwezi, njoni tukae tuondoe hiyo changamoto ili watoto wetu waandikishwe. Kuna fursa adhimu inatolewa na serikali yao, elimu bila malipo. Waandikisheni watoto waende wakasome. Idadi bado inatia moyo, lakini bado kwa lengo tuliloweka bado hatujafikia. Sasa angalieni kuna nini. Kama takwimu hizi ni za kweli, basi mwende huko mjitahidi watoto wakaandikishwe, na ni wote wa awali, darasa la kwanza, na wale wanaoingia form 1 waende huko wakaandikishwe. Form 1 labda sijui kama wameshajijua au bado, lakini naomba jaribu inavyowezekana watoto wetu waende wakasome. Kwa upande wa afya, kama nilivyosema, ni kumalizia maeneo tulioanza, lakini pia uagiziaji wa vifaa. Vifaa tunavyoagiza kwenye afya ni ghali mno, ni vifaa vya kisasa mno. Kwa hiyo kwanza ni shukuru ile hatua mliochukua kutoa mafunzo kwa wakurugenzi, waganga wafawidhi na wengine wasimamizi katika sekta ya afya, kuwapa mafunzo katika ngazi ambayo vifaa vikifika wanaweza wakaenda wakavitumia bila matatizo. Naomba kama muda unaruhusu, endeleeni kuwafundisha, wajue jinsi ya kuvitumia, lakini jinsi ya kuvitunza pia, kwa sababu vifaa hivi ni ghali. Lakini mikataba mtakayoingia iwe na muda wa kuangaliwa kwa vifaa vyenyewe. Sio mashine imefika leo miezi mitatu imevoroha, aliyeleta anakuambia hatuna mkataba wa matengenezo. Hapana. Hebu tuingie kwenye mikataba ambayo itakuwa ni faida kwetu, na vifaa ambavyo vitakaa kwa muda mrefu nasi na vitatoa huduma kwa muda mrefu kwa jamii. Maji, nanyi mnaingia kwenye mkumbo huo huo. Lakini ndugu zangu, leo tulichopata hapa, mbali ya fedha hizi za uviko, kuna fedha ya tozo ambayo na yenyewe ilipoanza ilipigiwa kelele, tukasema ngoja tupunguze, tukapunguza. Baada ya kupunguza, kelele zimeshuka. Lakini wapigaji kelele hawa wa sasa hivi waliuliza, kuna fedha ya tozo, kwa nini tumekwenda kukopa? Takwimu zilizotolewa na mawaziri hapa zinatosheleza kwamba pamoja na kwamba tuna tozo, mahitaji ya madarasa shule ya msingi, na alhamdulillah Tanzania tunaleta watu wengi duniani, Mungu atuwekee. Mahitaji ya madarasa kule ni 10,000 mpaka sasa hivi, na watoto zaidi tunawaleta huko, wanakuja.
lakini mpaka sasa hivi ni 10,000. Tumeweza 500 kwa pesa ya tozo. Tunafika lini? Lazima tukope, tuweke miundombinu. Hiyo ni msingi. Hapo hatujasema shule ya awali, hatujasema sekondari. Takwimu amezitoa waziri hapa. Mwaka huu tuna hawa 900,000 na mwakani tunategemea 1,400,000 na kuna madarasa mbele yanatakiwa. Tunayajenga na fedha ya tozo kweli? Ambao mpaka sasa hivi imetusaidia madarasa 500. Si haba alhamdulillah, lakini hatuwezi kwenda na fedha ya tozo. Kwa hiyo inashangaza kuona mtu mwenye uelewa anasema kuna fedha ya tozo lakini kaenda kukopa. Ya nini? Au kwa nini tunaendelea kutoa tozo wakati fedha ya mkopo ipo? Mawaziri, tupeni hizo takwimu sasa hivi na halafu. Msione uvivu. Kama sio nyie makatibu wakuu wenu, semeni. Toweni elimu mlioisema hapa. Facts and figures. Tuna hiki lakini changamoto yetu ni hii. Mahitaji yetu ni haya, tumefikia hapa. Watu wajue. Inawezekana kweli hawajui. Inawezekana kweli hawajui. Kwa hiyo kuna fedha ya tozo ambayo na yenyewe inakwenda kuleta maendeleo kwenye sekta za elimu, sekta ya afya, lakini pia barabara za vijijini. Mwaka huu fedha zilizoingia TARURA ni nyingi mno. Ni nyingi mno. Na kama alivyosema waziri, tutapasua mabarabara huko vijijini. Tutajenga kwenye kiwango cha kokoto, sijui lami na kokoto. Lakini nataka nipendekeze jambo moja. Waziri TAMISEMI, sababu TARURA iko kwako. Tunavyojenga mabarabara yetu haya, tunajenga katika kiwango kizuri. Mvua zikija zikizidi kiwango, barabara zimebomoka. Tunaingiza fedha nyingine kila mwaka. Juzi nimemsikia Rais Mwinyi Zanzibar. Wana teknoloji ya kujenga barabara za vijijini zinazoweza kukaa miaka 25. Kwa nini na sisi tusende kuangalia? Lakini na hakika hiyo teknoloji watu wa uchukuzi wanaifahamu. Ilikuja hapa ikapigwa teke, wakaenda kuangalia kule ikapokewa. Hebu nendeni katizameni. Kuliko kila mwaka mvua zikinyesha, isipokuja mvua tunaomba mvua, ndugu zangu, uongo? Mwaka huu imechelewa, tumeomba. Hangaya nimeongoza maombi na mvua ikanyesha. Mvua ikanyesha. Mwanza pale maajabu, majiwe ya barafu kabisa. Mungu alitujibu pale pale. Lakini mvua ikaendelea kunyesha. Na hii inaonyesha, jana sijui inasoma nyumba kadhaa huko zimeshaharibika. Kwa hiyo mvua itanyesha. Ikinyesha nyingi, Mungu akituletea nyingi tunapokea, akituletea kidogo tunamwambia tuongeze. Lakini inapokuja inaleta na maafa. Kwa na mabarabara ni hivyo hivyo. Tutaingiza mapesa mwaka huu, mwakani mvua imekuja tena mapesa. Hebu tuendeni tukatumia hiyo teknoloji ya miaka 25. Tutapata kupungua, tutapata kufanya mengine. Nilikuwa nizungumzia swala la utunzaji wa hiyo miradi, vifaa na nini ambayo nimeshasema. Niwaombe sana 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 mwende mkatunze hivyo vifaa. Watu wafundishwe utunzaji wa hivyo vifaa. Ndugu zangu, siku ile ya tarehe 19 Machi, wakati mnanitwika huu mzigo, niliapa kwa Mungu na Mungu alinishuhudia kwamba nitajitahidi ninavyoweza kuiletea nchi hii maendeleo na kunyanyua hali za watu. Kwa ujumla kuleta ustawi wa nchi hii. Kuleta ustawi wa nchi hii si miujiza. Lazima utumie kila mbinu iliyopo unayoweza kuitumia ili ustawi wa nchi uje. Kwa hiyo kama kuna tozo, tutaendelea kutozana tozo. Tutaendelea kutozana tozo. Na sisi sio wa awali kwenye tozo. Manchi chungu mzima wana matozo makubwa kuliko ya kwetu, hata hao walioendelea. Kwa hiyo tutaendelea. Kama ni kukopa kutatusaidia, tutakopa. Kama ninavyosema kila siku, tutaangalia aina ya mikopo. Tutaangalia aina ya mikopo,
Juzi hapa nimemtuma waziri wangu wa fedha Mwigulu na mwenziwe wa Zanzibar, nikamwambia hebu zungukeni, nikawatajia majina ya mifuko ya kwenda, nendeni kawaoneni hawa watu, semeni nimekutumeni, nendeni na barua hizi. Wamekwenda, wamepata commitment ya trilioni 7. Hiyo ikiwemo mikopo nafuu pamoja na za kugaiwa, mbinu mbalimbali zinazoweza kutumika. Kwa hiyo tutaendelea ndugu zangu, wala sitasema kwamba mikopo basi madhali inachefua watu. Tunaposema tulete maendeleo, lazima mikopo iwepo. Wanasema don't judge the book kwa cover yake. Wamenitizama nilivyo wakasema wanijaribu. Wamekosea, hapa sipo. Lakini uzuri ni kwamba mimi nilitoa ufafanuzi siku moja tu, kilichofuata wenye nchi ndio walijibu, si ndio? Na ile ndio kimenipa moyo, naendelea sasa kutafuta watu. Maendeleo ndugu zangu ni ngazi. Kuna maendeleo ngazi ya taifa, ni hayo tunayoyafanya, mamiradi mikubwa hayo ya kuhakikisha nchi inapata umeme, nchi itapata maji, mabarabara yanafunguliwa, madaraja yanajengwa, madude gani yanafanywa, madege yananunuliwa. Hayo ni maendeleo katika ngazi hiyo ya kitaifa. Lakini maendeleo ni ngazi ya wananchi kule chini. Hatuwezi kwenda na maendeleo ngazi ya juu tukasahau wananchi kule chini. Lazima tuguse wananchi kule chini. Nilimsikia mmoja juzi hapa anasema maana yake tu invest kwenye elimu, maana yake elimu imetupwa. Nani kasema elimu imetupwa? Hiki tunachofanya ni kitu gani? Tuna invest kwenye elimu. Nadhani kwa sababu nchi imeendelea, siasa zimetulia, watu hawana cha kufanya. Kwa hiyo wanarudia vitabu vile vile, peji zile zile. Kwenye investment ya elimu tulishaliona, na ndicho tunachofanya na tutaendelea kufanya. Kwa hiyo moja katika jambo linalogusa mwananchi moja kwa moja ni elimu, ambapo tumeweka fedha ya kutosha. La pili ni afya. Afya ya mwananchi ndio kipaumbele chetu, na huko tumekwenda na tunakwenda kwa kiasi kikubwa. Lakini jingine ni maji. Ndio muhimu kabisa kabisa, maji. Na kwenyewe huko tumeweka fedha ya serikali, tumekopa huko nyuma, tutaendelea kukopa na tutaendelea kuinvest kwenye kuleta maji kwa wananchi. Hizo ni sekta ambazo lazima tuzifanyie kazi. Jengine ni umeme. Tunapozungumza maendeleo, umeme sasa hivi kwa mwananchi sio anasa, bali ni lazima. Na ndio maana serikali tunakopa kupeleka umeme vijijini. Tumeitengeneza UNESCO na TANESCO iweze kupeleka umeme vijijini. Tuliharibiwa katikati hapa kwa kusema kila mwananchi ataungiwa umeme kwa 27,000. Sio hivyo. Gharama za umeme haziko hivyo. Kuna maeneo tutafanya hivyo kuwabeba wananchi wetu. Kuna maeneo lazima gharama ya umeme irudi pale pale. Waziri umeogopa sana kusema hilo na kusaidia kulisema, nenda katekeleze. Kuna maeneo lazima gharama ya umeme ibebe uhalisia. Unapompangia leo TANESCO aende akaunge umeme kwa 27,000 kwa kila mtu, yeye anatoa wapi hizo fedha? Hana pa kuzitoa. Lazima aunge umeme kwa gharama inayopaswa kwa kila pahali. Waziri, nenda simamia hiyo. Lakini ile sera yetu ya kule vijijini kabisa tuendelee nayo. Leo juzi nilikuwa naona watu wanalia kwenye TV. Wameshalipa miezi kadhaa, umeme hawaungiwi. Ukiuliza TANESCO na sasa hatuna nguzo, hatuna vifaa. 27,000 tunafanyaje? Kwa hiyo waziri, nenda lisimamie, watu walipe fedha inayotakiwa. Kila anayetaka umeme alipe gharama ya umeme, msiende juu. Lakini nendeni kwenye gharama zile ambazo mwananchi ataafford kuunga umeme, na wa chini kabisa tuwabebe kama sera yetu inavyosema. Lakini jingine kwenye maendeleo na linamgusa mwananchi kule chini ni kumtengezea njia, barabara
hizo nilizosema za vijijini. Watu wanalima, mazao yako ndani, hayawezi kutoka. Serikali zimeanza huko, tulianza. Sasa hivi tumepata kifursa, tutakwenda kwenye tozo, tutakwenda kukopa, tufungue mabarabara huko mawilayani na vijijini ili mazao yatoke yaje sokoni. Lakini pia tuongeze fursa za watu kusafiri na kusafirisha vitu. Kwa hiyo eneo jingine ni hilo. Eneo jingine kubwa zaidi, muhimu zaidi, ni kazi za Watanzania. Na kazi za Watanzania ni kilimo, uvuvi na ufugaji. Tunakwenda kuweka mkazo huko. Ameanza Waziri wa Fedha amesema kidogo. Niliko watuma juzi, niliwaambia nendeni hebu semeni sekta ya kilimo na sekta nyingine hizo. Lakini tunaposema kilimo ni umwagiliaji, uvuvi na ufugaji. Hebu nendeni. Amefanikiwa. Tukimaliza majadiliano nao, tukisaini mikataba nao, tuna fedha ya kutosha kwenye maeneo ya kumwagilia, lakini pia kwa wavuvi pamoja na wafugaji. Kwa hiyo tunakwenda kuhakikisha mambo yanayomhusu Mtanzania kule chini ndio tunakwenda kuyafanyia kazi pamoja na haya ya juu huku. Kwa tutakwenda ngazi ya juu, lakini muhimu zaidi ngazi ya chini. Kwa ndugu zangu, kwenye kufanya hivyo, mikopo ni lazima. Ni lazima. Wala sitaki kuwadanganya hapa, wala sitaki kuambia chochote, ni lazima. Lakini jengine, katika mikopo ile, fedha inapokuja ikatumika ndani ya nchi, tunasaidia kujenga uchumi wa nchi, mzunguko wa fedha ndani ya nchi. Leo wakandarasi waliopata kazi vijijini kule, waliopata kazi katika ngazi za mawilaya, mabarabara, maji na mambo mengine yote, fedha inazunguka ndani ya nchi. Husikii mtu sasa analia ukata mifuko mitupu. Hakuna. Anayefanya hivyo hafanyi kazi, hajitumi, ndio ambaye hana kitu mfukoni. Lakini wanaojituma, wanaokwenda kutumika kwenye miradi inayojengwa, hawalii na ukata, ndugu zangu. Kwa hiyo fedha hii, mbali ya kujenga miundombinu, imesaidia kujenga uchumi ndani ya nchi. Sasa mtu aniambie mikopo mibaya, haifai, huyu mama kakopa tu. Sasa serikali ya kukopa haikuanza mwaka 2021. Serikali ya kukopa toka tumepata uhuru, tuna serikali ya kukopa, na tulifika kipindi tukakopa sana na jina tukabadilishwa, tukaitwa high indebted country, tukapelekwa kwenye maadjustment, tukayamaliza, tukawa huru. Tumekopa kote huko, na maendeleo yaliyopatikana yote ni ya kukopa. Haiwe ajabu leo tukikopa iwe kioja, si kioja. Tunaendeleza tu maendeleo ya watu. Debt distress. Kuna siku waziri wangu wa fedha kanipigia simu mara 3 usiku. Kasema, Mwigulu hajui nimelala saa hizi. Kapiga ya kwanza, ya pili. Nikasema ngoja nimsikilize. Inawezekana kumbe tayari ameshakuwa distressed na hayo madeni. Kichwa kimemchanganyika. Mama, ndiyo. Salama mwanangu, saizi salama mama. Nini? Anaambia, unajua mama, baada ya haya tulioyafanya, IMF wamenipigia. Wamesema kwamba na zile zilizobaki watatupa kwa terms hizi bila riba kwa miaka 20. Kaambia, habari nzuri, mbona uko juu? Akaniambia, niko juu kwa sababu. Kaambia, ndiyo. Sema tuna madeni yamesha machua, interest rate ni kubwa, tutakwenda kufanya kazi ya kukusanya tulipe, hakuna maendeleo. Ngambia, Mwigulu, hebu sinikate usingizi, njoo kesho tukae tuzungumze. Siku ya pili akaja na listi yake ya madeni na yalivyoiva na nini. Mimi na katibu mkuu kiongozi tukakaa naye, akatupitisha. Ambia, sasa unasemaje? Sasa nasema hivi, huu mkopo huu tuliopata bila riba huu nusu tuingize huko, tushushe stress za deni, angalau tupate muda, tuvute pumzi,
tukikusanya huko mwaka unofuata tutakwenda kulipa, lakini hapa tuziingize hizi. Tukatizamana machoni tukasema akili. Kwa tukakubaliana. Kwa anapozungumza debt distress nani makamu wa rais, tulikuwa tayari imeshatuanza. Lakini ni mkopo huu ndio unakwenda kutushushia hizo stress za mikopo. Mambo ni kwa nini? Kwa akili. Unakopa kusiko riba. Jamani, hata kwenye maisha yetu si ndio tunavyofanya? Unakuwa na mikopo huku imekukaa hapa, unakwenda benki nyingine unakopa. Unalipa mkopo huu ambao umeshatimia, unaanza mkopo mpya. Uongo? Kwa nchi kuna tatizo gani kufanya hivyo? Tutakopa mikopo iso riba, tulipe ile ya riba kubwa ili tupate nafuu. Hiyo ndio debt distress. Kwa hiyo tunafanya distressing ya deni. Tunapunguza ule uchovu wa deni. Kwa hiyo mwalimu wetu yuko hapa na atatusaidia. Haya, ndugu zangu, katibu mkuu alisema ukimwona adui yako anapiga kelele ujue labda umemshika pabaya au nini. Sasa nisingeshangaa kama adui yangu ndio angepiga kelele. Na hapa inanikumbusha hadithi moja. Kuna mtu mmoja wise man wa Makamo, nilipotwishwa huu mzigo akanitafuta, alivyonipata kanambia, mama, nimekuja kukupa hongera lakini pole. Nikaambia napokea. Akanipa mawaidha mengi, akanambia lakini nataka nikwambie, atakaye kusumbua kwenye kazi yako na uongozi wako ni shati ya kijani mwenzio, wala si mpinzani. Huyu ndio atakaye kusumbua. Mpinzani atakutizama unafanya nini. Ukimaliza hoja zao hawana maneno. Lakini shati ya kijani mwenzio anayetizama mbele mwaka 2025 2030, huyu ndio atakaye kusumbua. Nataka niwaambie ndicho kinachotokea. Ndicho kinachotokea. Kwa sababu huwezi kufikiria mtu mlie muamini, mshika muhimili, ende akasimame aseme yale. Ni stress ya 2025. Lakini jengine ni kwamba wakati mmenikabidhi mzigo, nilianza kusikia lugha zinasemwa serikali ya mpito, serikali ya mpito. Bungeni huko kwa kina Kasim. Serikali ya mpito, serikali ya mpito, serikali ya mpito. Karudi kwenye katiba, nikaenda nikaangalia serikali ya mpito imeandikwa wapi kwenye katiba. Ikitokea nini kunakuwa na serikali ya mpito, sikuona. Ngasema okay, twendeni. Lakini watu wakatizama mtu aliyeshika kitabu kuwapa, wakamfanyia tathmini, wakamfanyia yote walioyafanya, wakampa grade yake, wakamweka pale. Sasa yanayotokea hawaamini kwamba yule mtu aliyempa ile thamani ndio anayafanya. Hawaamini. Na kwa maana hiyo ile hamu yao na tamanio lao la 2025 somehow tamaa zinaondoka. Ndio. Tanzania. Haya. Jamani, huo wimbo unatukumbusha mbali. Wale wakongwe wenzangu kwenye CCM mtaukumbuka. Unatukumbusha mbali. Ndugu zangu, ndicho kinachotokea. Kwa sababu huwezi kuamini mtu mzima na akili yako unaenda kuargue tozo na mkopo 1.3 trillion as if ndio kwanza imetokea Tanzania, wakati toka tumepata uhuru ni mikopo kwenda mbele. Na katika mikopo yote huu ni mkopo mzuri ever.
Mtu na akili yake anakwenda kusimama ana argue. Ni uhuru wake kusema chochote, lakini mtu mnayemtegemea, mtu ambaye mna matumaini naye, mtashirikiana naye kwenye safari ya maendeleo, hutegemea atasema hicho. Unategemea labda atakuwa na uelewa, na hasa kwa sababu mabajeti yote, mamikopo yote, taarifa zote za kiuchumi ndani ya nyumba yake ndo zinapita. Lakini ni 2025 fever, wasameheni. Wasameheni. Nalotaka kuambia ndugu zangu na wananchi, nitajitahidi ninavyoweza, kila fursa nitakayoiona itakayoletwa kutoka duniani ambayo naweza kuitumia kuleta maendeleo Tanzania, nitaitumia. Na nafanya hivi kwamba niliapa kwa Mungu nitaitumikia Tanzania. Wala sifanyi hivi kwa uchaguzi wa 2025. Ningeanza kuchakarika 2023 na 24, 25 nikamwambia mmeniona nilivyofanya. Nimeanza sasa hivi miezi 6 baada ya kuingia. Nimeanza hicho kitu. Na 25 iko mbali. Kawaida ya mwananchi, kawaida ya binadamu. Kawaida ya binadamu, mkaribishe sasa hivi kula. Kisha mnawishe mkono ukikauka kesha sahau. Hiyo ndio kawaida ya mwanadamu. Kwa hiyo yanayofanyika haya 25 watu washasahau. Mpaka tuanze tena kuwakumbusha, mnajua huyu ndio yule aloleta uviko pesa zikajenga mpaka kozi na wakauka, mnawakumbusha wananchi. Kwa hiyo sifanyi kwa ajili ya 2025. Nafanya, nimeapa kuleta maendeleo kwa Watanzania. Na wenzangu mnaonisaidia nanyi msimame hivyo. Baadhi yenu hamko hivyo. Baadhi yenu mmeshajitia kwenye makundi huko. Hamsemi. Wenye viti na nyie pia mmo, baadhi yenu mko huko. Mko. Tunachotizama sasa ni maendeleo kwa Watanzania. Ya 2025 sijui mwakani mnapanga waneki na wenye viti, shauri yenu. Kapangeni. Mimi ninachoangalia maendeleo kwa Watanzania. Kwa hiyo kelele za wanaopiga kelele hazinishughulishi. Mmerudia hapa mara 6, mama usivunjike moyo, mama usivunjike moyo, endelea. Sio moyo huu. Huu sio wa gilasi. Moyo wangu mimi sio wa gilasi. Ni moyo wa nyama iliyoumbwa na Mungu. Kwa hiyo nishikeni mkono, twende kwa maendeleo na Watanzania. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, nihimize tena, kazi iendelee. Nimeweka watu nao waamini mtanisaidia kazi. Wakuu wa mikoa, nimekuwekeni nikiamini kule niliko wakasimia madaraka mtakwenda kusimamia kazi. Na wengine wote, makatibu wakuu na mawaziri. Nimekaa, nadhani huu ni mwezi wangu wa 8, sijui wa 8 nadhani. Nilisema nilikuwa na wasoma nanyi mnanisoma. Na siku nilofanya mageuzi ya mawaziri kidogo, nikasema hapa nimeweka koma, kazi inaendelea. Nataka niwaambie nitatoa listi mpya karibuni. Wale wote nao hisi wanaweza kwenda na mimi kwenye kazi ya maendeleo ya Watanzania, nitakwenda nao. Lakini wale wote nao hisi ndoto zao ni kule na wanafanya kazi kwa ajili ya kule, nitawapa nafasi waende wakajitayarishe vizuri huko nje. Wakajitayarishe vizuri huko nje, kwa sababu nikiwatuma ndani itawasumbua.
Kwa bora niwape nafasi wakae nje wajitayarishe, tukutane huko mbele ya safari. Kwa ndugu zangu, lengo letu ni maendeleo kwa Watanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijawasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba mkafanye kazi, tulete maendeleo kwa Watanzania. Uongozi uletwa na Mungu, aliyepangiwa ndiye atakayekaa. Letu sisi ni kujenga Tanzania. Twendeni tukajenge Tanzania. Asanteni sana.